Jahazi TV. أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يقول الله تبارك وتعالى في أمر بتقواه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله. Enyi waja wa Allah, awali ya yote sinabudi kukuhusieni juu ya jambo zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile awali ninavyohusia nafsi yangu. Tumcheni sana Allah subhanahu wa ta'ala ya ibadallah. Katika msimu ambao tuko nao sote tunafahamu ya ibadallah, tupo katika msimu wa kheri, tupo katika msimu ambao kila Muislamu na muumini, kama kweli tungejua thamani yake, tukajua heshima yake, tukajua kama kweli tumefikiwa na ule msimu wa kheri, basi siku zote tunaambiwa tungetamani maisha yote ingekuwa msimu huu, msimu ambao Allah subhanahu wa ta'ala anauelezea ndani ya Qur'ani. Anasema, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi mlioamini, mumeandikiwa, mumefaradhishwa, mumewajibishwa, mumelazimishwa kwenu kufunga katika mwezi huu wa Ramadhani, ambao ni moja katika zile nguzo tano za Kiislamu, kama vile walivyofaradhishiwa wale waliotangulia kabla yenu. Lakini msimu huu umeletwa, malengo yake ni yapi? Allah akayabainisha ndani ya Qur'ani, ndani ya aya hii ambayo aliyotuambia kuwa mwezi huu umewajibishwa kwetu, umelazimishwa. Akasema, la'allakum tattaqun, ili mupate kuwa wacha Mungu ya ibadallah. Sasa miongoni mwa sifa ambazo au tabia zitakazompelekea mtu, au miongoni mwa zile njia ambazo zitakazompelekea mtu kufika katika ule ucha Mungu katika mwezi huu ya ibadallah, basi ni jambo zima la kuheshimu wakati ya ibadallah, jambo zima la kudumu na kuweka vizuri ule wakati wetu, umri wetu ambao tuko nao katika mwezi huu wa Ramadhani. Pumzi hizi ambazo tuko nazo ya ibadallah, wingi leo tunajisahau nazo, wingi katika Waislamu hatuna habari nazo, wingi leo katika Waislamu mwezi wa Ramadhani umefika, na sasa hivi tumo tunalimaliza lile 10 la rahma, 10 la mwanzo la mwezi huu wa Ramadhani. Na ni kweli Allah subhanahu wa ta'ala vile alivyosema ya kuwa ayyaman ma'dudat, ya kuwa hizi ni siku chache tu, siku ambazo leo tayari tunalimaliza 10 la kwanza, na kesho kutwa pengine tunaingia katika 10 la pili ya ibadallah. Lakini wako wapi wale tulioingiwa na Ramadhani? Wako wapi wale ambao mpaka leo tupo hai na tunavuta zile pumzi zake Allah subhanahu wa ta'ala? Je, tumeutumia vipi leo wakati wetu? Qimatul waqt, muhimu ile heshima ya ule wakati, kujali ule wakati ambao tuko nao leo ndani ya Ramadhani, ule muda ambao tunakwenda nao, muda ya ibadallah, muda ambao leo tunauchezea kupitia masimu yetu, muda ambao leo kuna michezo mbalimbali leo imewekwa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, muda ambao ya ibadallah tunautumia katika kuangalia mambo mbalimbali kupitia runinga zetu, kupitia simu zetu, kupitia zile media zetu mbalimbali ambazo leo zinatushughulisha maskini katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Ibadallah, enyi waja wa Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an ameapa na muda, ameapa na wakati, na tunafahamu sote kiapo siku zote kinakuwa hakiapiwi katika yale mambo ambayo ya mchezo. Hata sie leo
kwenye maisha yetu, tunaambiwa usiape kwenye mambo yaliyokuwa hayana maana, kwa sababu tupo baadhi yetu tunapenda kuapa katika mambo yaliyokuwa hayana msingi wowote. Sasa seuze Allah subhanahu wa ta'ala leo anasema wal asr, leo anasema wal laili idha saja, leo anasema wadhuha, manake anaapa na hizi nyakati, anaapa na wakati wa alasiri. Innal insana lafi khusr, hakika ya mwanadamu siku zote yupo katika hasara. Akaapa tena kule anasema wadhuha, anasema anaapa na ule wakati wa duha. Wallaili idha saja, anaapa na ule wakati wa usiku. Yani Allah subhanahu wa ta'ala, ya ibadallah, amekuja kuwapa kupitia nyakati tofauti, kutuonesha sisi waja wake kuwa huu wakati ni jambo la thamani, ya ibadallah, kuonesha kuwa wakati ndio kila kitu katika maisha yetu, ya ibadallah. Sasa hapa kuna maswali leo labda tuulizane kuhusiana na huu mwezi mtukufu wa Ramadhan. Allah katika Qur'ani kule anasema shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran, ya kuwa huu mwezi wa Ramadhani ndiyo mwezi ambao umeshushwa ndani yake Qur'ani. Swala sasa, wewe uko vipi na Qur'ani ndani ya mwezi huu? Umetumia wakati wako vipi kupitia kitabu cha Allah ndani ya mwezi huu? Leo ikiwa tuko tunalimaliza kama tulivyosema ili 10 la mwanzo, uko vipi wewe na Qur'ani? Juzu ngapi umepata katika Qur'ani? Qur'ani ambayo ndiyo imeshuka katika mwezi huu, kwa maana ya kuwa inataka ifanyiwe sana murajaa katika mwezi huu, inataka isomwe sana Qur'ani, ya ibadallah. Tunatakiwa kila wakati, maana yake katika majumba yetu tuwe tunasikiliza Qur'ani, katika midomo yetu tuwe tunasoma Qur'ani, katika hali zetu mbalimbali, maana yake tuwe tunakwenda mbali, tunahudhuria katika madarasa mbalimbali, tunatumia wakati wetu kwenye nyenzo kama hizi. Leo uko darasani unajifundisha Qur'ani, leo uko pahali unasikiliza Qur'ani, leo uko pahali unadurusu mwenyewe na kupitia Qur'ani, leo uko pahali, maana yake moja kwa moja hivi tunaambiwa ndio tutakuwa ule wakati ambao tunatakiwa sisi tuutumie ndani ya mwezi wa Ramadhani, ambao ndio Qur'ani imeshushwa katika mwezi huu. Lakini leo unakuja kumkuta Muislamu asafi shadid, kwa masikitiko makubwa, pengine Ramadhani hiyo inakwenda zake, Ramadhani hiyo tunamaliza 10 la mwanzo, Ramadhani hiyo tunaigawa, ya ibadallah, lakini maskini hata nusu juzuu hajapata, hata juzuu moja Muislamu hajapata, hata juzuu 2 Muislamu hajapata, hata ile maana yake sura moja Muislamu hajakaa akasema angalau mie Qur'ani sijui, kwa hiyo najifundisha sasa, nishapata angalau sura 3, tena zile ndogo ndogo, pengine kul huwallahu, pengine kul a'udhu birabbin nas, zile sura za kusalia tunasema angalau zile. Muislamu akakaa akajifundisha. Leo Waislamu hatuna habari, leo Waislamu hatuna manake jambo lolote ambalo linatufanya sisi tushajiike kuhusiana na hii Qur'ani ambayo imeshushwa ndani ya mwezi huu. Tunatumiaje leo wakati wetu huo? Wakati ambao tunaotumia kuchezea masimu yetu, huo wakati ambao tunaotumia kuangalia mambo mbalimbali kwenye runinga zetu, huo wakati ambao tunaotumia kukaa vijiweni na kufanya mambo mbalimbali na kuhadithiana zile qila waqala, kasema pakasemwa, alifanya, nilisikia, yani zote habari sio za ukweli, ndizo mambo ambayo leo tuko nayo ndani ya mchana wa Ramadhani. Ibadallah, unamkuta Muislam leo anamsema mwenzake ndani ya mchana wa Ramadhani. Unamkuta Muislam leo anafanya yale yaliyokuwa hayatakiwi, kupoteza muda. Anasema mimi bwana napoteza muda sasa hivi. Lakini tukumbuke kule kuna hadithi ya Muadh bin Jabal radhiallahu anhu ambayo kaipokea Tirmidhi, anasema ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la yazulu qadama abdin, hautoondoka ya ibadallah, ule unyayo wa yule mwanadamu hautoondoka, unyayo wa mwanadamu, hata yusalu an 4, mpaka ulizwe mambo 4. Haya lazima utaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini tumejiandaa vipi sisi? Tumejiandaa vipi ya ibadallah? Ndio tumejiandaa tu hivi hivi, manake ndio tunakwenda tu hivi hivi? Anasema la kwanza ataulizwa an shababihi, katika riwaya nyingine an jasadihi, kulingana na ule mwili wake, kulingana na ule ujana wake, fima abla, kauchakaza kwenye jambo gani? Umepewa umri wewe, umepewa wewe, wangapi tulikuwa tunao? Sasa hivi maskini tumeanza kufunga nao Ramadhani ya kwanza, tumeanza kufunga nao Ramadhani ya pili, tumeenda nao mpaka Ramadhani ya 3, watu wanasema chungu cha 3, tumekwenda nao wao sambamba na aliazimia kuwa Ramadhani hii yaimalize. Maskini sasa hivi yupo katika maisha mengine, si bado tupo. Sasa kama tupo, hizi pumzi tunazozivuta hizi
za kazi gani? Basi ndio iwe hivi. Ikiwa leo ya ibadallah, mtu unafanya kazi ukimaliza unapewa mshahara, unafanya kazi ukimaliza unapewa jambo, unafanya jambo unampelekea mwenzako iftari tu la andazi moja, anakwambia asante, anakushukuru. Je, sisi leo tumepewa pumzi, tumepewa na mambo mbalimbali ambayo Allah katupa, ndo basi iwe bure tu? Manake Allah asende akatuuliza, Allah asende akatufanya kitu? Ili jambo watukufu wa Kiislamu ni jambo ambalo sio linalowezekana, ni jambo ambalo lazima tukifika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala tutakwenda kuulizwa, ule ujana wako, ule umri wako uliumaliza katika jambo gani? An umrihi fima afnah, umri wako. Jambo la pili utaenda kuulizwa, umeupoteza kwenye jambo gani? Ulipewa wewe Ramadhani 20, ulifunga wewe Ramadhani 30, ulifunga wewe na pengine Ramadhani hii ndio Ramadhani yako ya mwisho, lakini je, ulizifanyiaje hizi? Tutaenda kuulizwa. Sasa tunaenda kujibu nini? Katika Ramadhani mimi alhamdulillah ya Allah nilisoma, na wewe ni shahidi, yani nilikuwa na khitimu Qur'ani mara 10, nilikuwa mimi na khitimu Qur'ani mara 20, nilikuwa mimi na khitimu Qur'ani mara 5 kila Ramadhani, na acha yangu yote. Lakini nihakikishe kuwa mwezi huu wa Ramadhani ni mwezi wa mavuno, mwezi ambao tunaambiwa kule mtu akifanya sunna tu basi ni sawa sawa na kufanya faradhi, na akifanya faradhi manake katika mwezi huu analipwa mara 70 na ziada mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini si leo tupo, ndio unamkuta leo Muislamu maskini ndani ya mwezi wa Ramadhani anasali vile anavyotaka yeye, hasali, lakini akiswali anasali vile anavyotaka yeye. Anasali adhuhuri alafu la asiri hasali, anakuja kuswali magharibi kwa kufuata tende pengine msikitini, akimaliza hapo hana tena sala anayoswali. Katika aya pia tumeambiwa kule, ma salakakum fi saqar, tutakuja kuuliza kitu gani wewe? Ndio pana moto pale masakar. Sasa mtu anaingizwa, anaulizwa, wewe ulikuwa Muislamu, wewe ulikuwa muumini, wewe ulikuwa umezungukwa na watu na madarasa mbalimbali, wewe ulikuwa ulisoma madrasa, wewe wazee wako walijitahidi, wewe watu walikuwa wanakulingania kila leo, wewe watu walikuwa wanakwambia kadha wa kadha, tashkili za kila wakati unaambiwa, lakini ulikuwa hufanyi kitu gani wewe? Sio leo kinakupeleka katika huu moto wa sakar, moto maalum ulioandaliwa sio swali. Anasema qalu, siku hiyo watasema lamna, hakuna kusema uongo siku hiyo, kisema uongo mguu utasema. Sasa wanasema qalu, wanasema lam naku minal musallin, sisi hatukuwa ni katika wale wanaoswali, wala naku nut'imul miskin, wala mimi sikuwa katika wanaolisha, nilikuwa natumia mimi wakati wangu katika mengine ndani ya mchana wa Ramadhani, ndani ya mwezi wa Ramadhani, ndani ya kipindi cha msimu kama huu ambacho kheri zake ni nyingi, ziko mamia kwa mamia, ziko nje. Na ndio maana kule Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema raghima anfun, pua limeramba mchanga, kwa maana ya kuwa amepata hasara. Nani? Yule ambaye adraka Ramadhan alafu walam yughfar lahu, maana yake kaidiriki Ramadhani, imeingia mwezi wa Ramadhani, Ramadhani imeingia alafu eti Ramadhani imetoka, mtu huyu maskini hajasamehewa. Kwa nini usisamehewe? Ni sawa sawa na leo mtu kawekwa kwenye bonde la dhahabu, alafu anaambiwa ukitoka, anatoka maskini. Bonde la dhahabu lina mapande kila aina ya dhahabu, lina madude mbalimbali, makubwa madogo. Ni wewe tu utabeba lipi, utabeba kiasi chako kipi, na mpaka usafiri kapewa kubebea. Lakini maskini Muislamu huyu anatoka katika jangwa lile, anatoka katika bonde lile, hali ya kuwa manake hana chochote alichokibeba. Anaulizwa, vipi, mbona hujabeba kitu? Anabakia kupwesa. Kumbe alikokuweko kule alikuwa hajui thamani ya yale mambo yaliyokuwemo mule ndani. Alikuwa anaona yeye bado muda anao, alikuwa anaona kama kwamba labda mule katika lile bonde ataishi maisha na lishakuwa lake bonde lile. Na ndiyo mfano huu ya ibadallah. Leo tumo ndani ya Ramadhani, tunaambiwa kheri zake ni nyingi. Unachokifanya leo, ukitoa sadaka ni kheri, ukikaa ukasoma Qur'ani ni kheri, ukakaa nao nyumbani mkatoleana nasaha mbalimbali ni kheri, ukakaa msikitini itikafu ni kheri, ukakaa ukasali sala zako za duha ni kheri. Yani wewe utakalolifanya katika mwezi huu, manake unaandikiwa ni katika wewe ambayo umefanya zile kheri. Lakini leo tuko wapi Waislamu? Tuko wapi leo Waislamu? Ndio yale maswala yetu tunaulizana. Mwezi huu umeshushwa Qur'ani, swala la kwanza, umesoma wapi mpaka leo Qur'ani?
Kipi katika Qur'ani ulichokiongeza wewe ambacho wewe hukijui? Je, umesoma mara nyingi? Umehudhuria darasa za tafsiri ambalo angalau ukapata kutoka ugamba wa macho ukajua maana ile ambacho unachokisoma? Kuna darasa nyingi leo za tafsiri katika mwezi huu. Unahudhuria? Unakwenda? Au upo tu maskini unakwenda huku na unarudi na mwezi unakwenda zake? Au tupo tu katika kuandalizi? Maana leo ndio tulivyo watukufu wa Kiislamu. Sisi tupo katika yale maandalizi ya kujiandaa na vipi nitaftari, vipi nitakula daku, kafika nyumbani hapajapikwa daku anagomba, kafika nyumbani pamepikwa pengine tambi tu chakula cha kawaida atagomba. Lakini maskini hajigombi yeye mwenyewe kwa leo mpaka sasa hivi muda huu wa saa 7 dhuhuri mimi leo sijasoma Qur'an. Tangu imeanza Ramadhani hata juzuu moja mimi sijamaliza. Hili hajigombi maskini. Na hili kumbe ndio tunalotakiwa sisi hasa katika mwezi huu. Hivi vyakula, hii kujiandaa kutia mapesheni sijui na madude gani kwenye mafriza, kujaza mastoo, kujaza vitoweo, haya tunaambiwa ni fadhalati tu ambayo hata kama hukuweka kwenye friza utakula. Na ndio baraka ya mwezi huu. Hata kama kutilia mkazo kwa mwezi huu kuhusiana na kujali zaidi katika kupangilia ule mwezi wetu. Kwa hiyo tumwombeni sana Allah subhanahu wa ta'ala ya ibadallah katika kufanyia haki yake na kuupa ile haki inayotakiwa katika mwezi huu na kuheshimisha mwezi huu kwa kutumia ule wakati wetu vizuri. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Kwenda mbio kuhakikisha kuwa ule wakati unapata yale matunda ya ule wakati Allah alokupa, kwa kuwa ni neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kama ni neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka leo tukawa tunavuta pumzi, mpaka leo manake tukawa tunakwenda mbio kuhakikisha kuwa yetu yanakwenda, basi tujue vile vile ni neema kuwa mpaka leo sisi tumo ndani ya Ramadhani, tena tunalimaliza ili 10 la kwanza, manake ni neema. Kwa hiyo sasa linalotakiwa sisi ni lipi? Kufanya pupa. Sasa Hasanul Basri katika maana ile kauli yake anasema ya kuwa mimi niliwadiriki watu ambao ilikuwa pupa lao kukupitia ule wakati wao, manake namna wanavyojali ule wakati wao, manake kuliko nyie lile pupa lenu leo mnapokwenda mbio kimaisha yenu. Maneno mazito sana. Manake lile pupa lao kwenye wakati, akajua mimi wakati huu nafanya nini, wakati huu nimejipangia nini, wakati huu wa usiku na mkadaku wakati gani, wakati huu nakwenda zangu msikitini, wakati huu nitasoma Qur'ani, wakati huu nitashughulika na shughuli zangu, wakati huu nitafanya kadha wa kadha. Manake pupa lao kwenye hilo basi limeshinda lile pupa lenu, anasema kwenye hizi dananir na darahim. Na ndivyo tulivyo si leo. Tunasema maisha magumu, tunakwenda mbio kuyafukuzia leo kadha, lakini kila tukenda kumbe maisha yanazidi kuwa magumu. Lakini je, tumejipangia sisi? Je, ile pupa katika wakati wetu manake tunalo? Lakini jambo jingine tunaambiwa ni kuweka kila kimoja katika haki yake kupitia huu wakati ambao uko nao. Katika hivyo kufanya pupa ukapanga kila jambo, ndio yule Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia fa'ati kulli dhi haqqin haqqahu, mpe kila mwenye haki yake, kwa sababu hakika ya kiwiliwili chako kina haki juu yako. Hakika watoto wako, alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na watoto wako wana haki juu yako, na mkeo na haki juu yako. Mwisho akamwambia fa'ati kulli dhi haqqin haqqahu, kila mwenye haki basi mpe haki yake, kila anayetaka kutangulizwa. Na ndio maana tukaambiwa sie katika ile formula ya maisha ambayo tunakwenda nayo, utangulize lile al-ahammu fal-muhim. Manake utangulize lile jambo la umuhimu zaidi kuliko lile la umuhimu. Yote mawili yana umuhimu, basi tanguliza lenye umuhimu. Sasa achilia mbali ambalo lina umuhimu na ambalo halina umuhimu. Si leo hatutangulize la umuhimu zaidi kwenye la umuhimu, bali tunatanguliza lile lilokuwa halina umuhimu kwenye la umuhimu. Ndio unamkuta mtu kakaa pahali maskini anapiga story, na pengine baada ya alasiri tu mpaka magharibi, wakati wote huu anautumia kuzungumza, anautumia kusema yaliyokuwa sio, anautumia tena ndo anaingia kwenye kusema watu, anatutumia katika kupigana na kusengenya watu na kutukanana maskini Muislamu. Lakini kumbe wakati huu kama angeupangia vizuri, na jambo lolote watukufu wa Kiislamu kama linakuwa halijapangwa, na hili tunalithibitisha nadhani hata kwenye kazi zetu, hata kwenye maisha yetu, hata kwenye mambo yetu mbalimbali. Maana ikiwa wewe hujajipangia kwenye jambo lako, natoka asubuhi na kwenda kazini mpaka wakati fulani narudi,
na wakati huu nitakuwa niko kwangu, mpaka wakati fulani nitatoka kwa kwenda pahali fulani, manake wewe utakuwa unakwenda tu, na ndio maana utakuwa huachi lawama kazini, utakuwa huachi lawama nyumbani, utakuwa huachi lawama kwenye mambo yako yote, kwa sababu hujajipangia ukajua mimi wakati huu nini nafanya. Jipangie, halafu tawakkal ala Allah, na ndio tunavyotakiwa sisi Waislamu. Manake lazima mambo yetu yote yawe yamepangika katika formula maalumu ya kuwa mimi sasa hivi nakuwa ni wakati wangu wa darsa. Ukijipangia hivyo, manake hutoacha darsa. Wakati wangu huu ni wakati wa kukaa na wanangu, manake moja kwa moja, manake wakati ule ni wa kukaa nyumbani, basi hata maisha ya nyumbani yatakuwa mazuri. Wakati wangu huu mimi utakuwa ni wakati wangu wa kufanya jambo fulani, manake kujipangia ule wakati ambao tuko nao. Tusende tu, ndio unakutaka kaa tu pahali mtu hana kazi, kajinyosha tu wakati hana kazi, kalala wakati si wa kulala, sawa, wale wakati ambao yani si ndio tunavyokwenda leo. Mwisho maskini Ramadhani inamaliza ile la'allakum tattaquna, inakuwa bado kwetu sisi haijapatikana. Lakini jambo jingine watukufu wa Kiislamu ambalo litakalotupelekea sisi tukaweza yani kujali zaidi wakati wetu na kujipangia vizuri, basi tunaambiwa kutumia vizuri zile wakati wa faragha ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam pia yeye mwenyewe alikisha kutwambia ya kuwa ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, neema mbili wingi katika watu wamenyimwa nazo neema hizo. Akasema neema gani? Kwa maana ya kuwa wamepata hasara nazo. Mtume akasema as-sihhatu, mtu anapokuwa na siha, lakini wal faragha, na mtu kupata huu wakati wa faragha ambao tuko nao. Ana wakati hivi maskini yupo hana kazi, ana wakati watu wengi tumepata hasara, na sasa hivi ndio wakati huu mwingi maskini ana faragha yake huko msikitini, anasema nakaa itikafu, lakini ana simu lake anaangalia mambo yaliyokuwa sio ndani ya msikiti. Maana yake faragha yake kaitumia vibaya. Manake huyu bado ile neema ya faragha ambayo yuko nayo hakuitumia vizuri huyu. Kuna watu watukufu wa Kiislamu leo hawana siha, wako hospitalini wamelaza. Sasa kule wanataka ule wakati angalau wasome Qur'ani, angalau manake apate pahali na yeye apate kusali sala ya sunna, angalau hizi tarawih ambazo leo tuko nazo na tunazikimbia. Na sasa hivi misikiti yetu maskini imeanza kupungua, hata 10 la mwanzo halijamaliza. Kwa nini? Kwa sababu ni zile zile, bado hatujataka sisi kujipangia vizuri kupitia ule wakati wetu. Kama mimi ni saa 2 mpaka saa 3, saa hii moja nitakuwepo mimi msikitini kwa ajili ya kuswaliisha na kuswali tarawih, basi tunaambiwa hutoweza kuthubutu kutoka, kwa kuwa ule muda wako uliojipangia uko msikitini na utasali. Lakini kwa kuwa hukujipangia, unajua tena inakujia tu kwenye akili, toka bwana twende tu kwenye kijiwe, toka bwana twende ukanyujisia mua, toka bwana twende tu mahali fulani, toka bwana nenda. Kwa hiyo nafsi yako kumbe inakupelekesha wewe, kwa sababu hukujipangia, kwa sababu hukujiwekea mipaka, kwa sababu hukujua ile thamani ya ule wakati uliokuwa unao. Lakini wenzetu ambao sasa hivi pengine wako hospitalini, ambao pengine sasa hivi wakati huu wa faragha huu kabanwa na mambo hana, basi bila shaka anakuwa analijua vizuri hili. Lakini njia nyingine ya ibadallah ya kuweza kupanga vizuri wakati wetu, tunaambiwa tukumbuke sana ya kuwa sie tupo, lakini wakati wowote tutaondoka. Tusije tukawa katika wale ambao leo walisimuliwa ndani ya Qur'ani na Allah subhanahu wa ta'ala, wakasema la'alli arji'u sawa a'malu salihan rabbi irji'uni. Ewe Allah anasema nirejeshe ya Allah. Kwa nini? La'alli a'malu salihan fi ma tarak, huenda mimi nikafanya mema ya Allah kwa yale niloyaacha. Ulipewa wewe, tulisema kule Ramadhani 40, tena anajisifu anasema alhamdulillah, sie bwana kwetu hatufi haraka sie, na Ramadhani nyingine nitaipata, na Ramadhani nyingine nitaipata. Kweli, na ana Ramadhani ya 60 tangu abaleghe, lakini hizi Ramadhani ya 60 unakamilisha sasa hivi. Nini ulichokichuma katika Ramadhani hizi? Maanake Ramadhani hizi umeondokana nini wewe? Ile la'allakum tattaqun, je, imekukuta kwenye hizi Ramadhani kwa kupangilia vyema ule wakati wako, kwa kujali zaidi kwenye hili 10 ya kuwa huu mwezi unaondoka? Maanake wewe ulikuwa umethamini hili, umejua kuwa umo katika neema kubwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Basi wengi katika Waislamu watukufu wa Kiislamu leo tumejisahau na jambo hili. Kwa hiyo kubwa zaidi tunalohusiana kwenye Ijumaa yetu ya leo, tujitahidini sana watukufu wa Kiislamu katika kujali muda katika mwezi huu wa Ramadhani, na hili ndio muhimu sana. Yani tusiwe na muda ule wa kupoteza,
Tusiwe sasa hivi tukiangalia mambo mingi sana yamefungwa, mambo mingi. Kwa nini? Maana leo hatutafakari mpaka mikahawa mingi imefungwa, watu kila leo wanahusiwa atakwenda uchi huoni vizuri, maana mambo mingi yale ya kishaitani, hata shaitani mwenyewe kafunga. Basi watukufu wa Kiislamu, bado hatujazinduka tukaona kweli huu mwezi unataka upewe heshima. Huu mwezi tukajaa misikitini kwa ajili ya kusomeshana na kudarasishana mambo mbalimbali, tukajua kuwa tumeletewa sisi Waislamu kama ni neema kutoka kwetu, tukajua kuwa hizi kila dakika ambayo leo inakwenda katika mwezi wa Ramadhani utakwenda kuhesabiwa, ni dakika ambayo ulikuwa uitumie kwenye kheri, ni dakika ambayo, kwa nini usisali sala ya witri ndani ya mwezi huu? Maana hili ni la kushangaza, sunna ni kama wajibu. Kwa nini usisali sala ya witri? Kwa nini usikae ukawa wewe unaswali swala hizi za sunna kablia na baadia? Kwa nini usiwe umekaa pahali na msahafu wako uko dukani kwako, lakini una msahafu maskini? Uko nyumbani umepata chance kidogo, una msahafu wako maskini. Uko msikitini umekaa una msahafu wako maskini. Umekaa pahali manake unaleta adhkar. Leo ndo muda wake huu, na ndiyo wakati wake, na ndiyo hasa mwezi wake huu ya ibadallah. Kuswali sana, kuleta adhkari sana, kusoma Qur'ani sana. Maana haya yote yanatakiwa katika mwezi huu. Wenzetu walikuwa hawalali, walikuwa wanasema wanatamani manake Ramadhani ilikuwa isimalize, wanatamani Ramadhani ingekuwa mwaka mzima. Walikuwa wanaambiwa salafu salih waliotangulia nyuma, yani wanamuomba Allah miezi 6 kabla ya kufika Ramadhani, Allah wafikishe Ramadhani, na ikimaliza Ramadhani miezi 6 mengine wanaomba dua Allah manake awasamehe yale madhambi yao na mambo yao, awapandishe daraja katika haya yaliyopita, awasamehe makosa yao katika mwezi wa Ramadhani. Leo si miezi 6 hiyo, wala si miezi 6 baada ya Ramadhani, wala si ndani ya Ramadhani. Waislamu hatupo kabisa ndani ya Ramadhani. Mtu anaangalia machafu kwenye simu yake ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndani ya mwezi wa Ramadhani anaangalia mambo yaliyokuwa sio ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo tumuombe ni Allah subhanahu wa ta'ala, mtukufu wa Islam, atujalie ni katika wale ambao yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Hadha wa sallu wa sallimu ala man amarakumullahu bis-salati was-salami alayhi حيث قال في كتابه العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن 6 الباقين، وعن أزواجه الأمهات المؤمنين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده مؤيدا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله الجليل الكريم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة. كاين صف سوا إن شاء الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بركة السلام علينا وعلى عباد أشهد أن لا إله إلا الله صليت
بارك على إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Kutoa michango haya haya mgeni. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Haya watukufu wa Islam, tunaotoka na tuliomo msikitini inshallah, tunafahamu kuwa siku yetu hii ya Ijumaa huwa ni siku ya harakati zetu za michango ya harakati zetu ya msikiti hapa. Kwa hiyo tujitahidini inshallah, na tumo katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan, na katika hizo miongoni mwa sababu pia za kutufanya tukamaliza vizuri Jahazi TV.